Mwanamke mmoja anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 54 amenusurika kupoteza maisha baada ya kushambuliwa na mnyama aina ya fisi katika kijiji cha Inara, kata ya Ndevelwa, manispaa ya Tabora, tukio lililotokea alfajiri ya tarehe 28 Juni mwaka 2026. Kwa mujibu wa wakazi wa eneo hilo, mwanamke huyo alikuwa akielekea kuchota maji wakati alipovamiwa na fisi huyo. Kijana mmoja aliyekuwa karibu alijitokeza kwa haraka na kufanikiwa kumsaidia mama huyo. Mwenyekiti wa kijiji cha Inara, Ramadhan Kamujo, amesema viongozi katika kijiji hicho wanaendelea kuwasiliana na mamlaka husika kuhusu tukio hilo, huku akiwataka wananchi kuwa waangalifu hasa nyakati za alfajiri na usiku kutokana na uwezekano wa wanyama wakali kuingia katika maeneo ya makazi ya watu. Tumeamka asubuhi, fisi huyo akafika akaanza kufukuza kuku, baadaye akafukuza ng'ombe. Ng'ombe mmoja akajeruhiwa akakatwa sikio. Tukajaribu kupiga mwano, wananchi wakafika, lakini baadaye fisi alifukuza tena ng'ombe mwingine. Walipofika mbele kule wakawa wameachana na ng'ombe. Baadaye huyo fisi akatokomea kuelekea mashariki, akamkuta mama mmoja hapa kisimani akichukua maji kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Akamwangusha na kumkata vidole vitatu, na baadaye wananchi wakafika wakamshambulia fisi. Kijana mmoja alimniga akadumbukia naye kwenye kisima cha maji ya kunywa mpaka fisi akafia ndani ya maji. Baada ya hapo wakamtoa fisi na kuendelea kumjeruhi hapa kama mnavyomuona hapa nje. Pengine labda ana muda gani fisi huyu katika eneo hili? Fisi wako tofauti tofauti, hatuwezi kuthibitisha kwamba ni huyu tu peke yake, lakini fisi ni mara kwa mara wanatusumbua, wanafukuza watu, wanaharibu mifugo yetu. Kwa hiyo ni mara kwa mara wanatokea, si huyu tu peke yake. Ni kama muda gani hivyo mmekuwa mkihangaika na fisi? Muda mrefu kwa kweli, ni muda mrefu sana. Uzuri taarifa hizi huwa tunazipeleka kwenye serikali kuu kwa ajili ya kuwapa taarifa watu ambao wanahusiana na mifugo ya wanyamapori. Maamuzi tuliyoamua katika eneo hili au katika tukio hili la huyu mama, maamuzi yetu kwamba cha kwanza kabisa tumeona tunyonye yale maji yaliyomo katika kile kisima baada ya kudumbukia mnyama yule na kuyatoa ili aweze kuvujia mengine tupate maji salama. Lakini pia tumeona kwamba tufanye ushirikiano wa kuwa tunaenda kwa pamoja kati ya wawili aidha watatu katika huduma ya maji. Tuwe tunasindikizana. Endapo labda huyu mama angekuwa wawili au watatu, huenda mmoja angewahi kumuona yule mnyama na tungeweza kuanza kukimbia na huyu mwanamke mwenzetu asingeweza kuhatarika. Kwa nini mnahofu gani mpaka mnataka kuyatoa maji? Mnyama huyu si salama. Kwanza anatisha na anaogopeka. Hata kihistoria kwamba ukisikia fisi, wazee walikuwa wanatuambia fisi sio mnyama mzuri. Kwa hiyo tumepata hofu kutumia maji yetu. Ndivyo tumeamua kwamba tuyatoe hayo maji. Mimi kwa jina naitwa Ramadhan Kamujo, ni mwenyekiti wa kijiji cha Shauri Moyo, lakini tukio limetokea kwenye kitongoji changu cha Kasangaweza cha Mbemba. Juhudi sisi kama serikali tunawasiliana na wenye mamlaka ya wanyamapori, mpaka sasa tumewasubiri. Na huwa tuna taratibu hizo kila tukio linapotokea tunawasiliana nao. Imekuwa matukio yakijirudia. Yamekuwa yakijirudia kabisa kwa ndani ya kijiji changu. Mwarobaini ni upi sasa mwenyekiti? Matukio kama haya kwa sababu yanakuwa ni hatuwezi jua mwarobaini. Sisi kama wananchi tunazungumza kwamba tuwe na tahadhari hasa wakati wa majira ya usiku, lakini tunaendelea kuzungumza na wananchi wangu kwamba juu ya matukio kama haya basi tujaribu kuangalia swala zima la kuongea na viongozi wa shule, kwa sababu wanafunzi wetu ndo mara nyingi wanakuwa wanaachiwa wakati mwingine majira ya jioni kabisa, hata saa 11, saa 12. Sasa vijiji kama vijiji asilimia vina mapori. Kwa hiyo tulikuwa tunaiomba serikali kama inawezekana watusaidie juu ya wao wanaomiliki idara ya elimu, wanafunzi wao wanaachiwa mapema. Majeruhi tumemsaidia, ameenda kwenye huduma ya kwanza kwenye ofisi ya wilaya. Jina lake anaitwa Masha Biteko. Yuko ofisi ya wilaya na ni hospitali ya wilaya. Ni wa umri gani pengine? Anasadikana miaka 54.
Kamanda wa uhifadhi wa mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA kanda ya Magharibi, Wilbright Munuo, amewataka wananchi kutoa taarifa mara wanapoona wanyama wakali katika maeneo ya makazi ili hatua za haraka ziweze kuchukuliwa. Amesema baadhi ya maeneo ya mkoa wa Tabora yanapakana na mapori yenye wanyama wakali, hivyo ushirikiano wa wananchi na mamlaka husika ni muhimu katika kudhibiti matukio ya aina hiyo na kulinda usalama wa jamii.